Karibu kwa channel yangu inaitwa The Other Mwalimu. Mimi ndiye The Other Mwalimu. Leo ningependa kufanya video kwa wanafunzi wa Kiswahili wa kiwango cha juu, maana advanced students, sawa? Kwa hiyo hii video ni kwa wanafunzi kuelewa kuna nini kinatokea nchini Tanzania, kuna mambo gani yanatokea nchini Tanzania, sawa? Cha pili, katika hiyo video mimi sijachukua upande wowote. Najaribu kupasha habari jinsi nilivyoona. Nimechunguza leo na jana na kuona nini inatokea, kwa sababu watu wananiuliza, lakini imekuwa changamoto kidogo. Kwa hiyo leo nitajaribu kupasha habari kidogo. Lakini kumbuka, mimi mwenyewe na katika channel hii sijachukua upande wowote. Sawa sawa, karibu kwa channel, na kama wewe ndiye ni Mswahili na unataka kupata habari kidogo, ni sawa, unakaribishwa. Na pia labda unaweza kusalimia wanafunzi wa Kiswahili katika dunia nzima ambao wanataka kujua kuna nini inatokea, kuna mambo gani inatokea nchini Tanzania. Karibu sana. So, kupasha historia kidogo. Kulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi ya Tanzania. Uchaguzi mkuu ni kuhusu kuchagua rais mpya kwa nchi. Na uchaguzi mkuu ulitokea, mazoezi ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania ilitokea tarehe 29 mwezi wa 10. Ilikuwa Jumatano, wiki iliyopita, Jumatano, au wiki hii Jumatano, tarehe 29. Na kabla ya uchaguzi, wapinzani wagombea kwa uraisi walifungwa kwa jela. Ilikuwa John Heche, na kabla ya John Heche, Tundu Lissu pia alifungwa kwenye jela. Kwa hiyo kulikuwa na rais mwenyewe alikuwa anagombea tena, na pia alikuwa anagombea pamoja na watu wagombeaji 17, na wapinzani wakubwa wawili walikuwa Tundu Lissu na John Heche katika chama cha Chadema, sawa. Kwa hiyo hawa wapinzani walifungwa jela kabla ya uchaguzi. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa tunaweza kuangalia kidogo vichwa vya habari. Na hapa tunaona John Heche na kuhusu yeye kufungwa alifungwa siku chache kabla ya uchaguzi. Sawa. Pia kuna madai kwamba inawezekana katika maandamano na ghasia nchini. So, nchini Tanzania kumekuwa na maandamano na ghasia, na watu wameenda barabarani, na kweli kweli kumekuwa na ghasia kweli kweli. Na kwa sasa kuna madai kwamba haswa katika upande wa upinzani, kuna madai kwamba watu 700 wameaga dunia wakati wa maandamano na ghasia hizi. Sawa sawa. Mpaka sasa ni vigumu kujua, kwa sababu nchini Tanzania hayo mambo ni mara ya kwanza nchini Tanzania kuona maandamano na ghasia kwa kiwango hicho. Sawa sawa. Simu zimezimwa, mtandao au internet, mtandao umezimwa. Hakuna bidhaa kuingia kutoka, na mpakani mwa ardhi
kama sehemu kama Namanga. Namanga ni mji mdogo kati ya Arusha na Nairobi. Mpakani, kila kitu kimefungwa, hakuna malori, hakuna bidhaa, hakuna chakula, na pia nimepata taarifa kwamba kunaanza kuwa ukosefu wa mafuta ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo upinzani wanasema kuna mamia ya watu mpaka sasa wamefariki dunia. Tunaweza kuendelea kuangalia hapa. So kwa upande wa chama kikuu CCM, nimesikia habari kidogo, labda watu 10. Vyanzo vingine wanasema hakuna vifo. Inakuwa vigumu kujua ukweli kwa sasa, na inaonekana chama cha Chadema wamekuwa wanafanya uchunguzi, kuchunguza wao wenyewe kwenye hospitali katika miji mikubwa. Kwa hiyo sasa kwa kweli matukio na matokeo ya matukio hayajulikani vizuri. Sawa sawa. Tukiendelea kugoogle Namanga. Namanga, jinsi navyoelewa mimi mwenyewe, Namanga ni mji wa mji mpakani kati ya Arusha Tanzania na Nairobi Kenya, na pia kama nilivyosema, malori zimesimamishwa, mazao, matunda, bidhaa, aswa matunda yanaoza. Watu hawaruhusiwi kuingia Tanzania wala kutoka Tanzania, na hata bidhaa, hata mafuta. Jinsi navyoelewa mimi, leo ni tarehe ya kwanza mwezi wa 11. Sawa? Ni Jumamosi, tarehe ya kwanza. Sawa sawa. So kumekuwa na ripoti pia ambazo zimesema, kuna madai kwamba katika ghasia mpakani Namanga, mji wa Namanga, itakuwa labda polisi wa kijeshi wa Tanzania wamefyatua risasi za raba na pia mabomu ya machozi kwenye upande wa Kenya. Hayo madai sijui mpaka sasa, lakini najaribu kuchunguza, na mimi sipendi kusambaza habari ambazo zinaonekana ziko fake, habari bandia, lakini inawezekana hayo yametokea. Tunaona hapa kwa upande wa Kenya sijui, viongozi tuseme Kenya, sijui wamesemaje mpaka sasa, lakini najua kuna watu wakubwa, watu wa mtandaoni wamekuwa wanasihi kwamba rais wa Tanzania aongee na raia wake na kupata suluhu. Sawa sawa. Kwa hiyo hayo yanatokea, nafikiri inaonekana mpakani Namanga. Namanga ni kivuko kikubwa kati ya Tanzania na Kenya. Tukienda kwa sehemu ya Dar es Salaam, inaonekana sehemu kama Gongo la Mboto, Kimara na sehemu zingine kumekuwa na maandamano na ghasia vile vile, na pia katika nchi nzima Tanzania, polisi wa Tanzania wamesema kuna curfew. Maana
Watu wakae ndani kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Wanajifungia ndani, hawaruhusiwi kutoka, na polisi wamesema watakuwa wanafanya doria na kuangalia kama watu wametoka nje kufanya popote. Hairuhusiwi kufanya biashara, kwenda kula au kutembelea marafiki au familia, kufanya chochote baada ya saa 12 jioni. Sawa sawa. Kwa upande mwingine nimesikia kumekuwa na sherehe kwa upande wa CCM. Bado ni vigumu kwa sababu hakuna mtandao na nimejaribu kuita watu lakini simu hazipiti na mtandao hautumiki. Sawa sawa. Inaonekana bandari ya Dar es Salaam pia imefungwa vile vile kama mipaka. Tukiendelea hapa, kulikuwa na kitu kingine nitaka kusema kuhusu curfew, lakini labda nitakumbuka. Haya, tuendelee kwa habari za Mwanza. Miji hii Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma, kuna madai au imeripotiwa kwamba kumekuwa na vifo, na ndio hivyo. Vifo vingapi, watu wangapi wameaga dunia hatujui kwa sasa, lakini imeripotiwa katika miji mikuu 4 hii kwamba kumekuwa na vifo. Hapa hatuoni mengi, lakini najua kulikuwa na wasiwasi mkubwa, na jinsi navyoona mimi, kwa sababu niliishi Tanzania kwa miaka mingi na napenda Tanzania, naipenda Tanzania, nchi ya Tanzania. Tanzania na Watanzania wenyewe wamenipa hiyo lugha, kwa hiyo nimesikitika na nataka kupasha habari kwa wanafunzi wa Kiswahili ili wanaweza kujua na pia kujifunza lugha pia. Sawa sawa, tuendelee kwa Arusha. Arusha iko karibu na Namanga. Na pia sio polisi ya kawaida, polisi wa kawaida, lakini pia jeshi la Tanzania imekuwa inafikia kwenye sehemu za maandamano. Mpaka sasa sijaona habari kamili kuhusu jeshi la Tanzania, na jeshi la Tanzania imefika kukabiliana na raia wa Tanzania. So hawa raia wa Tanzania hawatakuwa na bunduki, lakini bila shaka wanajeshi wako na bunduki zao. Bado mpaka sasa tarehe mosi, leo mwezi wa 11, internet imefungwa, simu zimefungwa, kusafiri imekuwa vigumu sana, haswa mpakani mwa ardhi. Nimesikia kidogo watu wanaondoka kupitia uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, lakini hakuna watu wengi, na pia kumekuwa na ripoti ambazo zimesema waandamanaji wamefika hata mpaka uwanja wa ndege. Na kwa mujibu wa ripoti hizo hakuna shughuli nyingi na hakuna watu wengi kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Sawa sawa. Tena habari inakuwa sawa. Tumalizie hapa kwa Google Dodoma. Tuseme kabla ya uchaguzi mkuu huu,
kumekuwa na wasiwasi kweli na tangu Tundu Lissu alikuwa amefungwa, alafu Heche alifungwa, na hawa wawili walikuwa wapinzani wakuu kugombea uraisi dhidi ya Rais Samia. Kwa hivyo sasa hivi itakuwa nafikiri sawa na Arusha. Ndio, sawa sawa. Kama bado upo nami, karibu kwa channel yangu. Unaweza kusubscribe kuboresha Kiswahili chako. Kumbuka channel yangu sio kuhusu siasa, lakini najua watu wengi watakuwa wananiuliza kuna nini kinatokea, mambo gani yanatokea. Channel yangu ni kujifunza Kiswahili, sawa? Kwa hiyo hii video ni kwa wanafunzi wa kiwango cha juu, aka advanced students, wanafunzi wa kiwango wa juu wa lugha ya Kiswahili, kwa sababu tunajua sisi tunapenda nchi ya Tanzania, tunapenda Watanzania, na hao ndio wanatupa na wanatufundisha hiyo lugha. Kwa hiyo na cha pili, kumbuka pia katika channel hiyo sina upande au mtazamo wowote katika channel hiyo. Ni kupasha habari tu kuhusu matukio nchini Tanzania. Kama nimekosea popote, unaweza kuweka comment chini. Pia ingesaidia kama unaweza kulike na kunifuata, kuwasha ile kengele ding ding, itakupatia taarifa zote kwenye channel yangu. Kama unataka nipashe habari tena kuhusu matukio na mambo yanaendaje nchini Tanzania, unaweza kuandika comment pia. Asante sana. Natumai popote ulipo uwe na asubuhi njema, mchana mwema, jioni njema au usiku mwema. Asante sana.